Mtazamaji, swali la uwiano kwa mwanafunzi wa darasa la 7 usilichukulie poa. Naomba unifuatilie hapa namna ya kufanya huu uwiano. Na huu sio uwiano wa kawaida, ni uwiano wa vitu vitatu. Wanafunzi wengi wamezoea uwiano wa vitu viwili. Sasa nimekuja na uwiano wa vitu vitatu. Hebu nifuatilie hapa hatua kwa hatua. Ikiwa A uwiano wa B uwiano wa C sawa sawa na 3 uwiano wa 15 uwiano wa 7. Tafuta thamani ya C iwapo A sawa sawa na 12 na B sawa sawa na 60. Sawa? Kumbe hatua ya kwanza hapa ndio tujumlishe uwiano kwanza. Tunajumlisha kwamba tujumlishe A uwiano wa B, manake uwiano wa B uwiano wa C ni sawa sawa na 3 uwiano wa 15 uwiano wa 7. Sasa hapa chini wamekuja kutupa thamani ya hizi herufi, baadhi ya herufi wametupa. Tukaambia tutafute thamani ya nani hapa. Nimesema hatua ya kwanza ndio tujumlishe uwiano. Kumbe A ni ngapi? A ni 12. Kumbe itakuwa ni 12 tujumlishe. Na B ni 60 tujumlishe na 60. Sawa? Tujumlishe na C hiyo tunaoitafuta ambayo ndio thamani ya C hii hapa. Na yenyewe tunaijumlisha. Alafu tunakuja kusema ni sawa sawa na 3 jumlisha 15 jumlisha 7. Taratibu, usiwe na haraka. Baada ya hapo ndio tujumlishe hapa kwamba 12 ongeza 60 unapata 72 tujumlishe na C ni sawa sawa. Kwa sababu hii huwezi kujumlisha hapa, lazima iwe jumlisha. Ingekuwa zidisha ingekuwa 72 C. 15 hii ukiongeza hii unapata ngapi? Unapata 10. 10 ongeza 15 unapata 25 sawa sawa na 25. Sasa na 25. Hiyo hapo ukijumlisha unapata 25. Sasa tumeshajumlisha uwiano. Nini kinafuata? Ndio maana niko taratibu. Sitaki niende haraka haraka. Niko taratibu. Hizi tulizozipata hizi zitatumika kama asili. Sawa? Hizi jumla tulizozipata hizi hapa hizi. Hizi zitatumika kama asili. Zitatumika kama nini? Asili. Sasa kama zitatumika kama asili tunafanyaje? Angalia. Tumeambiwa tutafute thamani ya C. C ni ya ngapi? Ni ya 3, si ndio? Kumbe itakuwa ni sawa sawa na C chini ya jumla ambayo ni asili hii hapa 72 jumlisha C ni sawa sawa na 25. Unaona hii hapa thamani ya C ni hii, maana tunaenda kutumia ya mwishoni. Kama C iko mwishoni, maana yake na huku tunachukua ya mwishoni. Kama ingekuwa ni ya pili, huku tunachukua ya pili na huku tunachukua namba ya pili. Sasa tunaenda kuchukua namba 7 sawa sawa na 7 chini ya asili ambayo ni jumla ile tuliyoipata 25. Taratibu, sitaki niende haraka haraka. Baada ya hapo tunakwenda kuzidisha, huyu tutazidisha na huyu na huyu hapa tutazidisha na huyu, ambayo itakuwa ni sawa sawa na 25 mara C unapata 25 C ni sawa sawa. Hii hapa inakuja kufungua mabano, hii 7 itakuja kufungua mabano, itazidisha mara hizi namba zote jumlisha ngapi? Jumlisha C. Utafunga hivi. Kwa maana kwamba hii itazidishwa hapa. Hebu chukua 72 mara 7. Huyu mara huyu 14. Huyu mara huyu 49 jumlisha 1 unapata 50. Kumbe tumepata 50. Kumbe tutakuwa na 25 C ni sawa sawa na 504 tujumlishe na 7 C. Na 7 C kwa sababu 7 mara C unapata 7 C. Sawa? Taratibu utanielewa mpenzi mtazamaji. Baada ya hapo hii tuje tutenge mitaji inayofanana. 7 C atakuja huko. Kwa hiyo tutapata na 25 C tutatoa na 7 C. Tutasema sawa sawa na 500 na ngapi? Na 4. Sasa 25 toa 7 C 25 C toa 7 C unapata 18 C ni sawa sawa na 504. Tutakuja kugawa kwa 18 kila upande. Kwa 18. Kwa hiyo huyu na huyu ataisha. Sawa? Thamani ya C sasa unakuja kuipata hapa. Ndio tumalizie tugawanye hapa. Kwamba 18 tugawe kwa 504. Sawa? Tukiweka mara 3 tazidi, hebu ndio tuweke mara 2. 2 mara 8 16. Sawa? 2 mara 1 2 na ile ngapi? 3. Unapata hii hapa tunatoa. 10 tutoe 6. Unabakiwa na 4. Hapa imebaki ngapi? 4. 4 toa 1 inabaki 4 toa 3 inabaki 1. Tunateremsha ngapi? 4. Sawa, tuweke mara 6 mara 8. Tuweke mara 8. 8 mara 8 64. Si ndio? 8 mara 8 64. Tunaandika 4 tunashika 6. 8 mara 1 8. Na ile 6 unapata 14. Ukitoa imeisha. Kumbe thamani ya C sasa tuiandike hapa hapa tu. Thamani ya C sasa na 28. Kumbe thamani ya C sawa sawa na 28. Hii ndio thamani ya C. Mpenzi mtazamaji, sijui umenielewa vizuri. Thamani ya C ni ngapi? 28. Kumbuka huu ni uwiano wa vitu vitatu.
uwiano wa vitu vitatu. Na hata tukitaka kuhakikisha, chukua thamani ya c ni 28, chukua 28 chini ya ile jumla kuu ambayo tulipata, chini ya jumla kuno. Ukitaka kuhakikisha, jumlisha kwanza a jumlisha b jumlisha c, utapata jumla. Maana yake hapa weka 28 hapa. Sawa? Weka 28 alafu jumlisha. Sitaki nihakikishe kulingana na dakika zimeenda na muda umeenda, imeshakuwa jioni. Wewe hakikisha kwenye comment hapo kama jibu 28 au jibu ni ngapi, lakini jibu ni 28. Mungu akubariki sana. Asante sana.